Wewe Precious. Una maana gani kufunga mlango alafu funguo umekuja na mpaka hapa? Unajua nimeshindwa kuelewa. Sasa kuna maana gani ya kufunga mlango alafu funguka ukaondoka nazo? Lengo lako ni nini labda unataka kwangu? Unataka kujua nina maana gani? Ndiyo, nataka kujua una maana gani. Kwa sababu gani? Wewe umeniambia nikulete tu nyumbani, halafu baadaye mimi niondoke niende hospitali. Tunafika nyumbani, unafunga mlango, funguo unatembea nao, unakuja umeishikilia mkononi. Target yako ni nini hasa? Waifu. Abia mume wangu. Naona wewe nikuache. Nielekea kazini kwanza. Sawa mume wangu, na kazi njema. Okay. Basi ubaki salama. Sorry, samani. Yeah. Samani mume wangu. Leo nilikuwa na ratiba ya kutoka, nataka nielekee shopping. So nilikuwa naomba nisaidie pesa kidogo nikafanya matumizi yangu. Unajua, nilipokuwa natoka kule nafika hapa nilijua labda kuna kitu cha muhimu sana na kitafakari. Sasa nashangaa unaanza kuniambia vitu vya kijinga ambavyo pengine hata haviwezi kujenga kwenye ndoa yetu. Sasa shopping itakusaidia nini? Nikajua unaniambia labda mume wangu nahisi kuna kitu kichungu na kihitaji. Nikajua niletee labda pengine embe, labda niletee labda udongo, niletee. Unaniambia nataka kufanya shopping. Shopping inasaidia nini? Unakaa kutafakari namna gani utapata mimba. Unawaza vitu vya kijinga. Wewe ni mwanamke aina gani? Au unafikiria mimi nafurahia? Kuna baadhi ya vitu wanavitafakari sana juu yako. Na kuna maswali najiuliza, wewe ni mwanamke wa namna gani? Yaani kuna wakati unanipa wakati mgumu kukuelewa. Mke wangu, unajua kitu gani ambacho mimi nakihitaji kwenye ndoa yetu? Na wakati unakuwa unatoka kule chumbani unakuja kukaa hapa, mimi kuna vitu nilikuwa nahisi labda umefika hapa unaviwaza, labda kuna mawasiliano unafanya na madaktari wenzako, uenda pengine namna gani unaweza kuitatua changamoto yako. Lakini umetoka kule umekuja hapa unawaza shopping, unawaza vitu vya kijinga. Hivi shopping itakupa mimba wewe? Unaona huu ufunguo haurudi mlangoni. Alafu mbona mimi najali sana kuhusu wewe? Ingawaje wewe hujali chochote kunihusu mimi. Ni muda gani Magembe mimi na wewe hatujakutana kimwili? Nikiwa kama mwanamke nina hisia. Unataka hisia zangu mimi nizipeleke kwa nani? Uzuri ni kwamba nilishakwambia mama yangu amesafiri kikazi. Hivyo basi, huu ndio muda wa kuenjoy mimi na wewe hapa ndani. Sijui unanielewa? Hivi wewe unachokiongea unajisikia kweli kwenye akili yako? Yaani unaongelea mapenzi hapa wakati nimekwambia nina mgonjwa. Hivi kati ya mapenzi na mgonjwa ni kipi bora zaidi? Wewe ni mwanamke wa aina gani? Usiyekuwa na utu wala kusamini. Kwa hiyo unaona kwako yaani mapenzi ndio chakula, si ndio? Magembe, wewe ni daktari. Waache wenye sekta zao ndio wahudumie wagonjwa. Sawa? Hivyo chagua moja. Utakaa chini ama kwenye kochi? Nisikilize wewe nikwambie.
Bado niombe mume wangu, naomba twende ukanipe mimba. Mume wangu, naomba unipe mbegu nipate mimba. Unaniomba vitu vya kijinga. Wewe ni mwanamke, unajitambua kweli wewe? Okay. Sikiza nikwambie kitu ambacho yakijua waifu. Unajua ndoa ni kama taasisi. Taasisi hiyo ina department nyingi sana ndani yake. Inahitaji umakini sana wa watu hawa ambao wako ndani ya hiyo ndoa, ili hiyo ndoa iweze kutengamaa. Msingi wa kwanza wa ndoa ni furaha ya kuwa na watoto. Hicho nadhani unakielewa mke wangu, na mara kadhaa nimekuwa nikikuelekeza wewe ili uweze kunielewa, lakini nashangaa unionyeshe ushirikiano wowote. Umejikalisha tu hapo na ugumba wako huo ambao hauna hata faida yoyote. Ama hii wifi ambayo nimeweka huko ndani na kuchanganya, utanifanya sasa nibadilishe password ili usijue. Unaelewa vizuri? Kwani mume wangu, ni mimi nimetaka kuwa hivi? Kwani mimi nimependa kuwa hivi mume wangu? Mungu akitujalia tutapata, muda wetu bado. Haujui wewe, aliyoko hospitali mimi ni nani yangu? Aliyoko hospitali ni mama yangu. Usianze kuniletea mapenzi wakati mama yangu mimi mgonjwa. Hiyo raha ya kufanya mapenzi mimi naitoa wapi? Hiyo burudani mimi ya kufurahia mapenzi mimi naitoa wapi? Huna aibu? We Precious. Yaani kwanza nikikuangalia vizuri, macho yako yamejawa, yaani yanaendeshwa na mapenzi. Kingine ambacho nakishangaa mbele zaidi sasa kutoka kwako wewe, yaani kuanzia muonekano wako, sura yako mpaka mwili wako wote, naona kabisa unaendeshwa na tamaa ya kingono. Angelikuwa wewe ndo nimekwambia kwamba mtu wako wa karibu ndo kapata ajali, labda yuko hospitalini, ungepata huo muda wa kuongelea mapenzi? Ungepata hiyo nafasi ya kujielezea kuhusu mapenzi, ili kuenjoy mapenzi? Ungepata huo muda? Wakati ndugu yako anateketea kule, ana hali mbaya na hana msaada wowote. Halafu wewe unakuja unanifungia mlango, unaniongelea kuhusu mapenzi. Nisikilize wewe. Naomba unifungulie mlango ili mimi niondoke. Magembe, mimi naenda jikoni kupika. Utaamua utaanza na kipi? Ule ushibe kisha ule tena, ama vipi? Nisikilize nikwambie kitu mwanamke, sawa? Ujinga wako wa kukaa hapo, unatulia hapo, hauna cha kufanya, unafikiria vitu vya kijinga mwanzo na mwisho. Nimeshakwambia mara kadhaa, ninachokihitaji humu ndani ni mtoto. Sawa? Alafu wanawake wagumba mkoje? Mbona mna akili za kijinga sana? Alafu nataka nikukumbushe kitu kimoja. Moja ya furaha ya ndoa ni kuwa na mtoto. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa, furaha yao ya kwanza ni kupata mtoto. Waone mtoto ndani anakimbia, anacheza, anamsumbua baba, anamsumbua mama. Hiyo ndio furaha ya kwanza. Na mimi nahitaji nikitoka kazini, ninapoingia hapa, napokelewa na mtoto, sio napokelewa na TV, napokelewa na kelele ajabu ajabu. Iwe mwanzo na mwisho kuongea ujinga wako ambao unaongea tena hapo. Unanielewa vizuri? Sitavumilia ujinga. My love, wewe ndiye wangu, hata dunia ikinikataa.
Karibu chai. Karibu chai. Hebu ngoja kwanza nikuulize. Hivi una akili timamu? Unajielewa wewe? Umemka asubuhi unawaza tu chai. Wakati kuna mgonjwa yuko hospitalini huwazi hata sekunde. Hivi mimi nitakuwa ni mtu wa aina gani? Mimi nakunywa chai hapa, alafu kuna mgonjwa kule mimi sijui hali yake. Tangu jana usiku nilipoondoka, sijui hali yake anaendeleaje, sijui yukoje na sijui nani anayemhudumia. Kwa hivyo mimi ambaye nimeamka asubuhi kukuandalia chai mimi kichaa, si ndivyo? Hivi Precious, hata kama ni mapenzi ni hivyo kuna muda basi tuupe muda wakati, na wakati tuupe muda. Si unanielewa vizuri? Mimi nilitamani au nilijua mtu ambaye atakuwa pamoja na mimi kushirikiana kwenye matatizo ni wewe hapa. Lakini cha ajabu matatizo yanakuja sasa hivi upande wangu mimi, naona unanikataa kabisa, naona wazi wazi. Sasa kama wewe unashindwa kujali afya mamangu mimi, utajali afya ya nani? Si nilikutumia pesa wewe kwa ajili ya matibabu? Si nilikutumia pesa ama sivyo? Nisikilize vizuri nikwambie. Precious, pesa sio kila kitu kwenye haya maisha. Naongea tena narudia. Pesa sio kila kitu kwenye haya maisha. Elewa kwamba uhai hauwezi kununuliwa na pesa. Maisha, mtu akisha fariki, mtu akisha kufa, mtu akisha poteza maisha, hauwezi kumnunua kwa pesa ili arudi tena duniani. Usipomjali akiwa hai, basi huwezi kumjali kamwe. Mimi nathamini upendo wa mama. Mimi naumia kwa sababu ya mama yangu Precious. Sawa. Basi kama unataka kumwoa mgonjwa wako, kunywa chai. Nipo ndani najiandaa. Nikishamaliza unanipeleka kazini kama ilivyokuwa desturi. Alafu, mbona sasa hivi unachelewa sana kupokea simu zangu nikikupigia jioni kuja kunichukua kutoka kazini? Mume
wangu. Mbona uko hapa? Ulitakiwa uwe ndani. Umerudi kazini sasa hivi, umechoka mume wangu, inabidi nikuandalie maji, chakula, ule tulale. Kwani unakaa hapa? Muda ulitakiwa uwe ndani na mimi, mkeo. Unatoka kazini kwa unakuja unaketi hapa. Kwa nini? Hivi nyie wanawake, mnataka mpendeweje? Yaani Precious, kitu ambacho naona kabisa ni kwako kutambua kwamba mimi nakupenda sana, ni kutambua kuwa mimi siwezi bila wewe, na kutambua kuwa mimi nahitaji sana kuwa karibu na wewe. Yaani ndo natumia fimbo ya kunichapa mimi, unatumia fimbo ya kunikandamiza mimi. Na mbaya zaidi sasa, unajua sisi Wasukuma tulivu, tukishapenda mtu tunapenda. Kwa hiyo unatumia yale madhaifu mamangu mimi kuniumiza, kunikandamiza. Hata kama kwenye shida, hujali kama kuna shida, hujali kama kuna kitu chochote kigumu ambacho mimi kinanikuta, haupo pamoja na mimi. Unachojiangalia wewe, unajiangalia wewe kama wewe. Kama unataka nikufungulie mlango kunywa chai, mimi naenda ndani kujiandaa. Hivi sijakusikia unachokizungumza ama? Nikalale wapi? Na nilale na nani? Na nikalale kwa faida gani? Ili uweje? Hivi kabla unaje kuniamsha hapa, kunikatisha starehe ambayo nilikuwa nayo hapa, hivi unajua nilikuwa naota nini? Unajua nilikuwa wapi? Alafu unakuja kuniamsha, unanikatisha usingizi wangu, unakuja kuongea vitu vya kijinga. Na kama ningejua anayeniamsha ni mgumba kama wewe, nisingeamka.